Discussion kubwa iliyopo na mjadala uliopo mpaka sasa hivi ndani ya Chama cha Demokrasia na Maendeleo ni baada ya utofauti unaoendelea kuwagawanyisha baadhi ya viongozi na kufikia hatua kwamba bado kumbukizi ya aliyekuwa mwenyekiti Freeman Aikael Mbowe, watu wanatamani ni heri angeendelea kuwa mwenyekiti wa Chama cha Demokrasia na Maendeleo, na yote yameweza kuja baada ya slogani na ujio mpya wa Tundu Lissu kwa kuweza kuzungumza kwamba yeye katika swala zima la uchaguzi, kama hakutokuwa na mabadiliko ndani ya katiba, basi no reform no election. Yani umekuwa ni msimamo na amekuwa kikazia sana na kuweka spana kuhakikisha kabisa kwamba lengo lake linakamilika. Lakini kiuhalisia ni kwamba lengo na hata madhara ya no reform no election, manake kwanza ni swala ambalo pia hata kwa viongozi tofauti ambao wako ndani ya Chama cha Demokrasia na Maendeleo hawajaliafiki kwa asilimia kubwa, kwa sababu pia chama kinaweza kikapotea kwa kukosa ruzuku na mambo kadha wa kadha ambayo yatakuwa yanajiendesha bila ya kuwa na mpangilio, kwa sababu unapofikia hatua ya kutokukubaliana na uchaguzi na kuachana ama kuweza kuletea uchaguzi swala zima ambalo litakuwa nilipo kwenye pingamizi dhidi ya katiba pamoja pia na hata uendeshwaji pia wa mwongozo unaotakikana kufuatiliwa katika nchi husika, manake hapo bila shaka katika chama pinzani unakiweka katika hatari kubwa zaidi. Waliweza kuliangalia kwa umbali zaidi wameona kwamba Tundu Lissu kwa hili hajastahiki, na imekuwa ni mapema sana yeye kulianzisha hili kwa kuweza kuzungumza kwamba kama ni swala zima la katiba, manake lilishazungumziwa miaka na miaka, na ni swala ambalo kama liko on process, manake ni kuwa na subra na kuhakikisha kabisa kwamba kila kitu kina muda wake. Yani huwezi kulazimisha jambo unalotaka wewe kwa muda unaoutaka wewe. Kwa hiyo kila kitu kina kipindi chake na wakati wake utakapoweza kufika, lakini sio tu kukame up na idea na kuweza kuiwakilisha na kutaka iweze kufanyika. Kwa hiyo ndio maana tayari kumeshaanza kuona mkanganyiko kwa baadhi ya viongozi na kufikia hatua kwamba kuna baadhi ya viongozi wanatamani hata mwenyekiti Freeman Aikael Mbowe angeendelea kuongoza, kwa sababu katika mianya yake yeye hajawahi kuleta slogan ambazo pengine zingefanya Chama cha Demokrasia na Maendeleo kuweza kukosa kabisa nafasi ya kuwa kwenye piki ya vile vyama bora ama vyama ambavyo vinaleta ushindani ndani ya taifa la Tanzania. Kwa hiyo ni discussion iliyopo kwa ukubwa sana, ambayo hata baadhi ya wananchi ambao wao watakaoamua kuunga mkono no reform no election, maana pia lazima wawe na sababu ya msingi. Kwa nini? Kwa sababu gani? Na je, kuna ulazima gani wa kuweza kuunga mkono no reform no election, ambapo ni kauli kubwa, kauli tata ambayo ni ya kuchochea na kuvuruga amani ndani ya taifa la Tanzania. Ukiliangalia kwa mbali, ukiliangalia sana katika hilo, manake ni hakuna utofauti sawa tu na maandamano. Yani kiuhalisia alichoamua kukifanya sasa hivi Tundu Lissu ni kutumia tu akili ya ziada na akili ambayo wameona huenda ikawa ni sahihi, kwa sababu kama ni njia ya maandamano ambayo tayari ilishafanyika, aliona kabisa kwamba hakuna kitakachoweza kuendelea, na Watanzania wao kwa wao wanachokihitaji sio swala zima la kutokufanya uchaguzi, bali kinachotakikana katika taifa ni kuona maendeleo na kuona kabisa kwamba taifa la Tanzania linaendelea kubakia na amani kama kawaida. Kwa hiyo kuna vitu vingine ambavyo baadhi ya viongozi wamekuwa wakiwalazimisha wananchi waweze kuingia kwenye mfumo, na ilhali tayari Tanzania wamesharidhika na wanachokihitaji ni kuona maendeleo katika sehemu zao husika na kuona amani inaendelea kutawala. Kwa hiyo hivi vitu vingine vya katiba kuweza kubadilishwa ama kurekebishwa tena katika swala zima la mianya ya uchaguzi, ambapo kiuhalisia linakuwa linawafeva na linawanufaisha viongozi kama viongozi, bali kwa wananchi inabakia kuwa ni pale pale. Na ndio maana kwa asilimia kubwa ya wananchi wamekuwa wakifuatilia tu viongozi wanafanya nini na wanaleta nini. Kwa hiyo kama ni swala zima la sehemu husika maendeleo yapo na viongozi wamekuwa wakienda sawa na wananchi wao,
basi wao katika swala zima ambalo linaweza likaingizwa kwa muda huo haliwezi kuwaathiri katika akili zao. Kwa hiyo ni saikolojia na swala ambalo hata kwa mwenyekiti Freeman Aikael Mbowe hajalisapoti na hatujaona kuona katika vipengele vyovyote akijaribu kuvizungumzia ama katika vyombo vya habari, lakini amekuwa ni mtu ambaye yuko kimya. Kwa hiyo ni discussion ambayo Tundu Lissu anajaribu kuilazimisha kwa baadhi ya viongozi, lakini kwa watu wake wa karibu ambao pengine ndio ilibidi kwa asilimia kubwa mtu kama mwenyekiti mstaafu Freeman Aikael Mbowe ndo angekuwa mstari wa mbele kusapoti swala zima la no reform no election, lakini cha ajabu yeye mwenyewe yuko kimya, anafanya mambo yake. Kwa hiyo ni swala ambalo bila shaka tu ukiliangalia kwa upande mwingine unaona ni swala ambalo halina mantiki na limekosa kabisa kwamba cooperation ya viongozi, na ndio maana asilimia kubwa ya viongozi wamekuwa wakilipinga swala kama hili. Na sio tu hata kwa mwenyekiti Freeman Aikael Mbowe, bali pia hata kwa viongozi wengine ambao wameonekana kuja hadharani, viongozi kama kina Boni Yai ambao pia na wao wameona ni swala ambalo halina ulazima na madhara yake ni makubwa kabisa. Yani kitendo cha kugomea uchaguzi kwa chama pinzani manake ni hatua mbaya kabisa ya kutaka chama kiweze kupotea. Kwa hiyo kwa wale ambao wameendelea kushikilia uzani na wameendelea kushikilia pia mizizi ya Chama cha Demokrasia na Maendeleo, swala kama hili hawawezi kulikubali, na ndio maana tayari wameshaanza kuja hadharani na kumsema mwenyekiti Tundu Antipas Mugwai Lissu kwa sakata hili la no reform no election ni swala ambalo hawalikubali. Live kabisa kutoka kwenye nukuu ya discussion inaweza kufanyika na ambao tunazidi kuifuatilia kwa makini zaidi dhidi ya Chama cha Demokrasia na Maendeleo. Ukiwa kama mpenzi msikilizaji na mfuatiliaji, je, una maoni gani ama una lipi la kuzungumza na lipi la kusema katika sakata na discussion kubwa ya no reform no election ambayo imeweza kuletwa na mwenyekiti wa Chama cha Demokrasia na Maendeleo? Hii ni Hot Boy Media, cha msingi tukutane kwenye comment.